Ilikuwa ni mechi ya kwanza leo hii katika hatua ya quarter final kwa maana robo finali kukutanisha Msolwa United dhidi ya Stand FC, lakini mpaka dakika 90 tukaenda nyao na mpaka tukaenda katika hatua ya matuta, Msolwa FC wakaibuka na matuta 5-3. Ilikuwa safari bora sana kwa Msolwa FC, lakini kwa Stand FC haikuwa bora, na niko na kiongozi mwandamizi kwa upande wa Stand FC Mgalilaya. Mlikuwa na kikosi kizuri tangu mlivyoanza kwenye michuano mpaka kufika hatua hii, lakini sivyo kwa bahati leo hii ni kama mmeacha ndala. Shida hasa ilikuwa wapi? Katika mpira kuna mawili na tunakwenda kwenye robo finali. Kama wenzetu Msolwa wameshinda, wao the best, sisi hatukoje kuwa the best, wametupiga kwenye finali, ndio mpira. Alafu sisi hatujaja kwenye mashindano haya kwa sababu ya Maskani Cup. Tumekuja sisi kuirudisha timu kwa sababu sisi tulikuwa nje ya mpira si chini ya miaka 13. Watu wengi wadau wanajua. Sisi tumerudisha timu yetu, imetoka robo finali. Tunashukuru, kuna mapungufu, kuna maongezeo na mambo mengine. Tupo pamoja tu Maskani Cup, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Nyie ndio mnarudisha mpira wa Chalinze, na mpira wa Chalinze mnarudisha kwa ukweli. Ila tucheze mpira wa ukweli, tuache maneno. Msolwa nimekubali the best, wamepita, tunawakubali. Kimpira tumefungwa, haina shida. Mgalilaya, asante sana, lakini pia nikutakia pole kwa hiki leo. Ndio soka. Asante Mgalilaya. Asante. Haji, kwa nakupongeza leo kwa mchezo mzuri. Nimekuwa na mchezo mzuri, lakini leo it was the very performance, yani ilikuwa ni performance bora sana. Ulizingatia hasa nini? Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, nimemaliza mchezo salama. Pia tumefanikiwa kupita kwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo sema alhamdulillah. Kupita katika hatua inayofuata kwa maana ya semi final, na mwaka jana haikuwa hivi. Hii ina maana gani hasa kwenu? Kwanza tumejipanga mpaka kufikia hatua hii. Pia Mungu kasaidia mpaka tumefika hapa. Juhudi za mazoezi, walimu, viongozi, Msolwa yote kwa pamoja tumepambana kwa ajili ya Msolwa wetu. Alhamdulillah, Mungu kafanikisha, tumefika hapa tulipofika, na bado Mungu ataendelea kutuandikia kilicho bora. Tutafika mbele zaidi na mwisho siku wa finali. Asante Haji. Nashukuru sana. Ni wanasema katika safari yoyote lazima aonekane yupi ni bingwa na yupi ni mkubwa kati ya mwenzie, na hivi leo tumeziona dakika 90 nyao, lakini tukaona katika hatua ya matuta akaibuka kuwa mshindi Msolwa United. Hapa ni kikosi hiki cha Msolwa. Niambie furaha ikoje leo hii kumtoa timu ambayo ilionekana kuwa kigogo katika hii michuano? Kiukweli tunaanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndio kila kitu katika haya mashindano. Pia nawashukuru wadhamini wote waliodhamini ili pambano. Kiukweli na furaha kubwa sana kwa sababu niliwaahidi ahadi nyingi sana mashabiki wangu. Kiukweli tulikuwa tunacheza na timu kubwa na timu yenye uwezo kifedha, all the way kwamba tumechukua ushindi, tunashukuru. Na kikubwa sisi tuliahidi kwamba tukiingia robo basi tutaenda finali na tunachukua ushindi. Yaani bado niendelee tu kuahidi mashabiki wangu wa Msolwa, sisi ni bado wadogo, vijana nimewafundisha kwa hekima kubwa na heshima kubwa, wameonyesha mpira, jitihada, geography ya mpira kwao imesimama mpaka kwenda kutupa ushindi. Asante sana kiongozi, na nikutakia kila laheri katika nafasi na katika hatua inayofuata. Nashukuru sana. Lazima uzingatie kwa dagani tamu hasa pale usipozingatia harufu ya pilau kutoka kwa jirani yako. Aliyasema hayo Emmanuel Muhando. Mimi ni Nasli Matingi Samzia wa Radha, nyuma ya kamera ni mikono salama malichungua kibodi. See you next time. Bye bye.